Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ba'd. Ma'ashara al-hadirin, kama alivyotangulia kiongozi wetu, sisi kwenye hafla kama hizi si wazungumzaji sana, kwa sababu zina wenyewe. Likulli maqamir rijali wa ana lastu min ahli hadhihi al-maqam. Lakin tasoma hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa mukhtasar kulingana na wakati. Mtume atuambia, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna ala Allahi al-amani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuhusia kulingana na zama tunazoishi ndani yake, zama ambazo kimejaa kila sampuli ya mambo ya hovyo. Asasema al-kayyisu man dana nafsa, mwenye akili timamu ni ule ambaye atakubali kuidhalilisha nafsi yake, kuisumbua nafsi yake, kuipa tabu nafsi yake, wa amila lima ba'da al-maut, na akafanya yatakayomfaa baada ya kuondoka. Sisi duniani tunapita, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ndio sehemu ya kutengeneza amali zetu, aidha tufaidike baada ya kuondoka au tuwe tumeondoka na hasara. Sasa toba, tuko kwenye vikao kama hivi, ni vizuri kukumbushana, kwa sababu sote ni wasafiri. Kama si sasa ni baadaye, muda ukifika tu hauakhirishi wala hakuna ngojea tena. Kwa mwenye akili timamu ni ule ambaye atakubali kuisumbua nafsi yake wakati wowote kwa ajili ya Allah, kutafuta ridha Allah jalla jalalu, wa amila lima ba'da al-maut, na akafanya yatakayomfaa baada ya kuondoka. Ndio ule mmoja alikuwa akasema, lau ingekuwa kufa ndio basi unaenda ukapumzika, lakana al-mautu rahatan likulli hayy, ingekuwa kila aliyokuwa hai atamani afe akapumzike, aepukane na dhiki za dunia. Maana utalala njaa, utafungwa, utashtakiwa, utapelekwa huku. Sasa unatamani dhiki zote za nini? Si bora nife nikapumzike? Lakini sivyo, idha mitna ba'athna wa nusal ba'da dhalik, tukifa tutafuliwa, tutaulizwa duniani umefanya nini. Iktanu khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, hayatika qabla mautik. Kwa Mtume anasema mtu mwenye akili asimjingani, wala ajizu, aliyeshindwa, ameemewa sasa na ujinga umemzidi. Man atba'a nafsahu, ni ule ambaye atafuata nafsi yake, yale matamanio. Nafsi leo apenda kwenda kufanya uchafu, itaenda. Leo apendelea kwenda kuiba, itaenda. Apenda kwenda kuzini, itadhini. Apenda kudhulumu watu, tawadhulumu. Watamanna ala Allahil amani, kisha huko akitamani na yeye atapata mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum ila akhir ayat. Tukiyafanya haya, Allah Mwenyezi Mungu atatuondosha dhiki zote hizi, dhiki za dunia na akhera. Allah ataondosha, kwa sababu hashindwi, yeye ndiye ameleta, nende anaweza kuondosha. Sasa ni sisi pale tunapokuwa tayari kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, yeye anatupokea tu. Asema, akinijilia mja wangu kwa kutembea, nitamwendea kwa kwenda mbio. Sasa ni sisi na nafsi zetu tujiandae kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, mimi kama nilivyosema, si mzungumzaji sana. Al-imtithal amri khairun yasluk al-adab, nimetekeleza amri ya kiongozi wangu, shekhe wangu. Tafadhali, assalamu alaykum wa rahmatullahi.